Habari, karibu ndugu mtazamaji unayetufuatilia, na huu ni mwendelezo wa mafunzo ya usalama na afya mahala pa kazi. Ikumbuke mafunzo ya usalama na afya mahala pa kazi yanafundishwa kwa nadharia na vitendo, na leo tumeambatana na baadhi ya wanafunzi tukiwa hapa katika kiwanda cha Twiga Cement kwa ajili ya kujifunza kwa vitendo zaidi. Ungana nami mtangazaji wako Anita Mbaga kujua mengi zaidi. Naitwa Jerome Mwakabaga, ni meneja wa afya na usalama mahali pa kazi hapa Twiga Cement. Tunafurahi leo kwamba tumekuwa na wanafunzi wa kutoka OSHA ambao moja sehemu ya kukamilisha mafunzo yao wamechagua Twiga kama ni sehemu moja hapo ya kuja kujifunza. Na sisi tunachukua nafasi hii kuwakaribisha kwamba tutachukua muda wetu kuhakikisha kwamba tumewafundisha kile ambacho hasa tunakifanya kuhakikisha kwamba tunazuia ajali mahali pa kazi. Kuhakikisha kwamba kila mfanyakazi anayokuja anakuja akiwa salama na anarudi nyumbani akiwa salama. Sio kwamba tunaweza tu kuumia, pamoja na kwamba wanakuwa na afya njema. Na tunashukuru OSHA kwamba wanathamini, ndio maana mara nyingi pale ambapo wanakuwa na darasa wanaomba kwamba tunaomba tulete wanafunzi. Na tuko tayari, tuna kichumba kikubwa tu kwa ajili ya mafunzo ya nadharia, vile vile mafunzo ya vitendo. Pia ikumbuke kwamba hiki kiwanda tunasema ni kiwanda integrated, kwamba tuna sehemu ambayo tunachimba malighafi kwa ajili ya kutengeneza simenti, tunayasaga, tunachoma na tunauza simenti. Kwa hiyo vihatarishi vinatofautiana kuanzia sehemu ya machimbo, sehemu ya kusaga, sehemu ya utengenezaji hadi sehemu ya mauzo. Kwa watakuwa na nafasi ya kujifunza, tutatembeza sehemu ya kuchimba wakaone vihatarishi na namna gani tunadhibiti kuhakikisha kwamba kuchimba na kubeba malighafi kwa ajili ya kuzalisha simenti isiyo chanzo cha ajali. Vile vile tunaenda kwenye crusher ambako tuna crush material ili vile vile waweze kuona kwamba wakati tunafanya hii process yote ya kucrush material hatuzalishi vihatarishi, badala yake tunadhibiti vihatarishi. Na pia wataona sehemu za matengenezo, wataona sehemu ambazo sasa tunazalisha simenti na kuipeleka kwenye magari na namna gani tunadhibiti ubora pamoja na kuhakikisha kwamba process nzima isiwe chanzo cha ajali au magonjwa yanayohusiana na kazi. Vile vile wataona namna gani tunafanya kazi na wakandarasi, namna gani tunahakikisha kwamba wakandarasi wanafanya kazi kwa usalama. Wataona namna gani PPE au tunasema namna gani tunazuia, tuomkinga mfanyakazi asiweze kuzulika, asiweze kupata ajali. Mwisho niseme tu napongeza OSHA kwa hizi program za mafunzo ya mara kwa mara, na niseme mimi katika idara yangu pamoja na wengine wote ambao tumeajiri ni kwamba wamepita OSHA. Vile vile na wakandarasi tunafurahi sasa hivi kwamba moja ya sharti letu la Twiga Cement kwamba kila mkandarasi ambaye tunampa kazi hasa ya kusupply manpower ni lazima awe na mtu wa safety, usalama na afya mahali pa kazi. Zamani ilikuwa ngumu, sasa hivi kwa kuwa OSHA wameendesha mafunzo ni rahisi kupata watu wa usalama, kusimamia usalama na afya mahali pa kazi ambao wana mafunzo mazuri. Kwa hiyo nichukue nafasi tena kuwapongeza OSHA na kuwakaribisha tena mara kwa mara pale ambapo wanaona kwamba watakuja kujifunza usalama na afya mahali pa kazi Twiga Cement, kwamba ni eneo zuri la kujifunza. Asante sana. Kama nilipoelezea hapo awali, mafunzo ya usalama na afya mahala pa kazi yanatolewa kwa nadharia na vitendo. Na nyuma yangu hapa niko na baadhi ya wanafunzi ambao wanapata mafunzo haya kwa njia ya vitendo. Ukiliangalia eneo hili lote limetengwa kwa ajili ya uchimbaji, na hapa ndipo simenti inapoanza kupatikana. Na tujiunge na wanafunzi au baadhi ya wanafunzi ambao watatuelezea ni namna gani wameweza kujifunza siku hii ya leo kuhusiana na swala zima la usalama na afya mahala pa kazi kwa eneo hili. Karibu tuungane nao. Kwa majina naitwa Damian Alphonse Warioba na ni mwanafunzi wa OSHA Noshikiwani. Kwa muda wa mafunzo tulipata kama wiki moja hivi,
Mafunzo yanaendelea vizuri, tumefundisha kwa vitendo na kwa nadharia. Tunamshukuru Mungu, karibia nusu ya tulichokisoma tunakielewa, na hapa tulipokuja tumefika kwenye kiwanda kuja kujifunza kwa vitendo zaidi. Hapa kiwandani, cha kwanza tumekuja ku identify hazard au kuja kuangalia hazard ambazo zinapatikana hapa kiwandani, na tumepata na wenyeji tumezi identify hazard ambazo zinawapata watu wa hapa. Kwa mfano, watu wa hapa sana wanakumbwa na vumbi na sauti kali, na kulingana na jinsi tulivyosoma darasani na sisi tulivyokuta ambapo wana determine hizi hazard zinashabihiana. Watu wanavaa barakoa, watu wanavaa glovu, na sehemu zenye sauti kali wanavaa decibels. Na nachofurahishwa zaidi kulingana na hiki kiwanda au na mafunzo tuliojifunza ni swala kupangilia muda. Mtu anayefanya kazi sehemu zenye kelele sana, kuna muda wake ambao umewekwa, na mtu anayefanya kazi sehemu zenye, kwa mfano kule juu kiwandani kuna sehemu zenye joto kali, na penyewe kuna muda wake umewekwa. Kwa kweli tunashukuru sana, na labda tuwakaribishe na watu ambao wanahitaji kuja kupata mafunzo. Osha natoa mafunzo vizuri, natoa huduma nzuri. Nashukuru, asante. Osha, kazi salama, maisha salama.